Naam, hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Leo ni tariki 26 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Tukujie kabisa na matangazo yetu ya asubuhi ya leo, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu Muteba TV, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji na tarafa letu la Uvira. Leo tunakuja kabisa kuchambua na wewe pamoja katika vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutazungumzia kabisa kuhusu ndege sio kuwa na rubani ambayo iliweza kugunduliwa na wanajeshi wa FARDC, ambayo ilikuwa ikisukumwa kabisa na M23 eneo la pale Kakenge katika tarafa la Fizi. Tutakwenda kujua mengi kabisa kuhusu kugunduliwa kwa ndege hiyo na habari ambazo tulizokuwa nazo kupitia jibiano, pia mashambulizi ambayo iliweza kupitikana huko maeneo ya Kakenge. Mpiganaji mmoja wa M23 aliweza kukamatwa kabisa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia kabisa tutakuja sasa hapa kuchambua kuhusu motion de censure yake gavana wa jimbo la Sud Kivu, Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi, ambapo kabisa kuna kuwa tena na kikao ambacho kilikuwa kinaandaliwa cha bunge ambacho kilikuwa kinaandaliwa tariki 28 mwezi wa 4 mwaka 2026, ambacho kinakuwa tena na hofu kwamba huenda hakiwezi kufanyika kwa sababu gavana wa jimbo la Sud Kivu, Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi, Jean-Jacques Lakano makamu wake, pamoja na president wa Assemblée waliweza kuitishwa kwa haraka pale maeneo ya Kinshasa. Waliondoka kabisa tangu tariki 25 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 kuelekea huko Kinshasa. Bado kabisa kuitishwa pale Kinshasa haijaeleweka ni nini, na hii kabisa imeanza kuwa ni hofu huenda kabisa hoja hiyo isiweze kupitishwa tariki 28 kwenye bunge la jimbo la Sud Kivu. Haya na mengine kabisa niweze kukaribishe kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho, mtazamaji wetu wa television Muteba TV. Nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini. Ukiwa na maoni au pendekezo kabisa, usisite kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. Maoni yako pia ni lazima sana. Kabla ya kujiunga kabisa na uchambuzi wetu wa habari, tuanze na habari hizi muhimu kabisa ambazo ziko kwa haraka katika mji na tarafa la Uvira. Katika operesheni kijeshi la Sokola ya pili Sud Kivu iliweza kuazimisha kuwa ndege moja kabisa sio kuwa na rubani drone iliweza kugunduliwa, ikiwa ni ndege ya RDF ambayo iliweza kugunduliwa pale maeneo ya Kakenge wakati ilikuwa ingali hewani kabisa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liligundua hilo na kubainisha kuwa drone hiyo iliweza kuangushwa kabla kabisa hayatekeleza maafa katika eneo hilo. Ndege hiyo ambayo kabisa ilikuwa inalenga kushambulia kambi za kijeshi ambazo zinazopatikana huko juu katika eneo ya Minembwe katika wilaya ya Fizi, mkoa wa Sud Kivu. Kifaa hicho kiliweza kabisa kulengwa na kushambuliwa na jeshi la Kongo, baadaye kiliweza kuanguka chini, na habari ambazo tulizozipata hakikuweza kufanya maafa yote kwa sababu kiliweza kugunduliwa na kuweza kubomolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Sokola ya pili litaja kuwa waasi wa M23 wanaendelea kabisa kukeuka makubaliano, hasa kutumia vifaa vya drone ambavyo kabisa viliweza kukatazwa kwa sababu kila leo wanaendelea kushambulia raia wengi na raia wengi wanaendelea kufariki katika maeneo hayo, hasa kabisa mashambulizi ya drone ambayo iliweza kufanyika kwa maeneo Mikenge, Point0 na eneo la Karingi katika tarafa la Fizi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inataja kuwa inaendelea kuimarisha usalama maeneo hayo, ikiomba raia kuendelea kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa wameweza kufurusha adui ambaye anaendelea kuvamia maeneo ya wanajeshi pamoja na maeneo ya raia katika tarafani Fizi na maeneo mengine. Katika tangazo hilo, msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Luteni Mbui Kalonji alitaja kuwa baadhi ya vita ambavyo viliweza kutokea huko maeneo ya Minembwe tariki 24
4 tariki 25 isababisha kuweza kumkamata mateka mwanajeshi mmoja wa M23. Kwa hiyo taarifa zingine za baadaye kuhusu kukamatwa kwa mwanajeshi huyo zatajwa kuwa zitajulishwa baadaye. Habari tunazozitaja kila leo kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea maeneo ya Minembwe kila leo, waasi wakiendelea kuongeza nguvu kubwa maeneo hayo na kutumia drone ili kuangalia namna gani wanaweza wakauteka mji wa Baraka na vijiji kadhaa, lakini jambo ambalo limekuwa kabisa tete kwao kwa kuwa kila leo wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wako kwa pamoja na wako kimasomaso, pia wakiendelea kutaja kuwa wanaendelea kushirikiana kwa pamoja ili kurejesha amani ya kudumu katika mji na tarafa zote ambazo waasi wa M23 wanazomiliki. Turejee hapa mjini Uvira. Habari tulizozipata kutoka pale maeneo ya Kimanga, mzalendo mmoja alijifyatulia risasi tumboni majira ya asubuhi ya tariki 25 mwezi wa 4 mwaka 2026 huko maeneo ya Kimanga. Habari tulizozipata zilieleza kuwa mzalendo huyo aliweza kujibiana na kiongozi wake. Hii imemsababishia kuwa na hasira kubwa. Asubuhi baada ya kutoka baharini, moja kwa moja aliweza kufika nyumbani na kukaa mwenyewe na kujitandika risasi kwenye tumbo lake ambalo liliweza kupasua utumbo na kuweza kumsafirisha kwenye hospitali kuu ya Uvira ambapo anaendelea kupata matibabu. Raia wengi waliweza kushtushwa na kitendo hicho na kuomba wazalendo kuwa kwa pamoja, pia kushirikiana kwa pamoja, hasa wale ambao wanaotumia pombe za kilevi, wakiomba kuachana nazo ili kufanya kazi kwa kulinda raia pamoja na mali yake. Viongozi wa wazalendo wakemea hali hiyo na kuomba wazalendo wengine kwa mfano wa mzalendo huyo ambaye alihitaji kujimalizia maisha kabla ya kuendelea kutetea raia katika mji na tarafa letu la Uvira. Na moja kwa moja tuweze kujiunga kabisa katika habari kabisa za kutaja kuwa gavana wa jimbo la Sud Kivu Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi akitajwa kuweza kuondolewa katika madaraka na wanabunge wa mkoa wa Sud Kivu, hasa kabisa ambao waliotaja kuwa zaidi ya wanabunge 18 waliomba hoja kuwa aweze kuondoka. Katika uchambuzi wetu wa siku ya leo, swala hili katika mji wa Uvira limeleta swala tete kabisa, kwa sababu mashirika za kiraia nazo kabisa zinaunga mkono sasa wanabunge hao wa jimbo la Sud Kivu, kwa sababu ukiangalia bwana Mafikiri Mashimango naye pia ambaye ameweza kufanya point de presse hiyo jana tariki 25 alitaja kuwa wanabunge wana haki na wako kabisa wameendana na katiba, kwa sababu katiba inawaruhusu kwamba ikiwa wataona kuwa kunakuwa na uongozi ambao hauko mzuri, wana haki ya kuweza kumuondoa kiongozi huyo na kutia wengine viongozi ambao watakuja kabisa kufanya kazi kwa mapashwa ya raia. Gavana wa jimbo la Sud Kivu Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi pamoja na government yake wanadaiwa kabisa kuwa wanaongoza vibaya, wanaongoza kimabavu, pia wanafanya viongozi wa familia, na pia wanakuwa na miezi kadhaa bila kulipa viongozi wa serikali, wa depute na provincial na watu wengine. Yani ni jambo ambalo linakuwa kabisa likileta hofu, kwa sababu ukiangalia hoja yao ni kutaka kabisa waweze kulipwa vizuri na makazi yaendelee vizuri, na hasa ile swala kuchukua watu, unakuta wako wanaweka watu ambao wa familia, watu wa ndugu, watu wa jamaa. Hizo kabisa ndizo mambo kadhaa ambazo waliweza kumshtumu, na pia wanamshtumu kabisa kuchukua pesa kimabavu, na kutumia pesa kimabavu ambazo kabisa zingeingia katika mfuko wa serikali, lakini wao wanazitumia kimabavu. Na hiyo hoja ambayo iliweza kuanzishwa wiki iliyopita inaleta polemiki katika mji wa Uvira. Kila magrupu za WhatsApp, kila maeneo zote ambazo tunazozipitia, unakuta ni mjadala huo ambao kabisa unazungumzia kuhusu hoja hiyo ya kumtoa Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi. Lakini kulikuwa na tangazo ambalo tumelipata kabisa kwa ghafla, ambalo liliweza kusainiwa na yule ambaye anayehusika na kukariri masuala ya bunge, ambaye alikuwa alitaja kuwa tariki 28 mwezi wa 4 mwaka 2026 tayari wabunge wote kabisa wameitishwa kwenye kikao hicho ambacho kingeweza kufanyika pale maeneo ya Kavimvira, na mpaka sasa ambapo tunakuwa na uoga kwa sababu huenda kikao hicho kisiweze kufanyika. Lakini kabla ya kuambia kwa nini kikao hicho hakiwezi kufanyika, kwa sababu
walikuwa wanahitaji kuwa sasa wamuite uso kwa uso gavana wa jimbo la Sud Kivu mheshimiwa Jean-Jacques Purusi aje katika wabunge, aje kujieleza, aje kujitetea kuhusu haya mambo ambayo waliweza kumshutumu kwamba anaongoza vibaya, anatumia mali ya umma kimabavu, anaweka wandugu wa familia, wanabunge pamoja na staff yake miezi kadhaa hailipiwi. Kwa hiyo angekuja sasa katika Assemblée Provinciale ili kabisa aje kujitetea na kuonesha nini hasa ambayo imesababisha haya yote ambayo wanayo mshutumu. Lakini jambo la ajabu kabisa ni hili ambalo limetokea tangu hiyo jana kabisa tariki 25 ya mwezi wa 6 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, ambapo ameitishwa kwa haraka kabisa yeye na makamu wake Jean-Jacques Purusi, Jean-Jacques Lakano makamu wake, pamoja na Feste Kabeza akiwa ni kiongozi wa bunge la jimbo la Sud Kivu, na kuitishwa moja kwa moja kwa haraka pale maeneo ya Kinshasa, kwa sababu telegrami ambayo imeshuka kwa haraka na kuwaomba waweze moja kwa moja kufika pale maeneo ya Kinshasa. Na tangu hiyo jana waliweza kuvuka Burundi na kwenda kuchukua ndege ili kabisa waweze kutua pale maeneo ya Kinshasa. Wakati hoja hiyo sasa inaweza kufanyika siku ya pili, lakini kwa sasa wameenda pale Kinshasa. Na ni hapo ndio tunakuwa tunachambua kabisa, tukionyesha watu huenda kabisa hoja hiyo isiweze kufanyika tena tariki 28 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Huenda inaweza kaahirishwa au isifanyike, kwa sababu hatujui waliitishwa pale Kinshasa kwenda kufanya nini. Wakati wangesubiri sasa aende kujiexplique katika assemblée, baada ya kujiexplique ndio sasa waweze kupata ile telegramu ya kwenda Kinshasa. Lakini wao wamepanga kwamba watakutanisha wanabunge na government ama gouvernement provincial, na yeye mwenyewe sasa tayari ameitwa Kinshasa. Na katika assemblée provinciale, kwa sababu ingekuwa Faustin Kabeza hakwenda, labda hiyo hoja ingefanyika, lakini yeye ndio ambaye anasimamia bunge, ameitishwa. Gavana wa jimbo la Sud Kivu ambaye angekuja kujiexplique mu assemblée hayuko. Sasa hiyo imekuwa kabisa ikitia hofu kwa watu, pia kwa wachambuzi, kujua kwamba hii motion ambayo ilikuwa imeanzishwa huenda kabisa kuna baadhi ya viongozi ambao hawakubaliani nayo. Na tunakuwa tunazungumza kila siku, kwa sababu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliwahi kuandika na kutaja kuwa mambo ya motion de censure, motion de procédure, kuhusu député, kuhusu kutoa ministre, kuhusu kutoa wa gouverneur, waachane kwanza na hiyo mambo, kwa sababu wakati ambao tuko ni wakati ya vita. Na ukiangalia katika province ya Sud Kivu hakuna nafasi ambapo Jean-Jacques Purusi anaongoza territoire mzima. Naomba mnisikilize vizuri. Hakuna nafasi ambapo anaongoza territoire mzima, kwa sababu territoire zote kabisa ziko mikononi mwa adui, na unakuta nabaki na vipande. Tukienda katika territoire ya Uvira, territoire ya Mwenga, territoire ya Fizi, territoire ya Shabunda, territoire ya Kale, yani ukiangalia unakuta kila fasi M23 wako. Ukienda Shabunda M23 wako kipande. Ukienda Fizi M23 iko sehemu fulani. Ukienda Uvira M23 iko sehemu. Ukienda Mwenga M23 iko sehemu fulani. Kwa hiyo hii inaweza kuwa inaleta hofu, kwa sababu uende wanagusia kuwa kuna pande ambazo kuko maentrée ambazo haziko zinaingia, ama maresete ambazo haziko zinaingia wakati ziko zinaingia katika mifuko ya M23. Na hii inaweza kuwa kabisa na uzuizi mkubwa, inaweza kuwa na uzuizi mkubwa ya kutofanyikisha miradi ambayo huenda alikuwa anafikiria. Kuna jambo ambalo limeleta utata kabisa kuhusu kauli ya gavana Jean-Jacques Purusi, kwa sababu katika kibaro hicho walimshutumu kuwa hajengi barabara Uvira, hajengi soko na mambo mengine kadhalika. Kuna hoja yeye mwenyewe aliweza kutaja kuwa ni lazima zile maproje ambazo zilikuwa Bukavu ziweze kuhamia Uvira, na hii kabisa nayo pia imeleta utata katika mji na tarafa la Uvira, kwa sababu wakati alitaja kuwa ile kujenga mapave zitajengewa Uvira na Baraka, na baada tu ya kuweza kutaja hiyo, wale wa bailleurs de fonds ambao walikuwa na ile maproje waliweza financer ile projet Bukavu, kwa sababu kudelocaliser projet inakuwa ni mawili. Kuna baada ya kusema kwamba tuna delocaliser projet,
kukua wakati Bayer anaweza kukubali au Bayer anaweza kukataa. Lakini habari ambazo tulizozipata zilieleza kuwa Bayer de fond wa kujenga zile mapave ambazo zilikuwa zinakubaliwa kujengwa pale Bukavu na zikawa zimesafirishwa hapa Uvira, ule Bayer alikataa kwamba hazitajengwa Uvira kwa sababu zile projet ni za Bukavu. Na hii imeonekana ni blockage kabisa kwake Jean-Jacques Purusi, kwa sababu tayari alikuwa andaa watu na kuambia kwamba Uvira kutajengwa barabara, kutajengwa mapave, na hii kabisa imeanza kuleta taruki na kuanza kuleta hofu na kutaja kuwa huenda ana ile uzoefu wa kuzungumza mambo ambayo hayatatimilika katika maeneo fulani. Na unajua kwamba kudelocalize projet, unaweza kudelocalize projet, Bayer anaweza kaitika au anaweza kakataa, na wakati Bayer anakataa basi itakuwa ni vigumu, na Bayer kiitika basi itakuwa ni ukweli. Ni jambo ambalo kila leo kabisa tunaendelea kulizungumzia hapa kuhusu habari zetu, pia uchambuzi wa televisheni yetu Muteba TV. Mtazamaji wetu, ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, ukiwa na maoni au pendekezo, usisite kabisa kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. Maoni yako kabisa ni lazima sana kupitia televisheni yetu Muteba TV. Ikiwa kila leo tunakuja ili kukuletea habari zetu za kila leo zenye kuwa za uhakika kabisa, zenye kuwa za ukweli, ambazo tunakuchambua nazo na tunakuletea mambo ya ukweli katika nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Matumaini yangu kwamba uko mzima wa afya na umeendelea kutufuatilia mwanzo hadi mwisho. Niseme asante mtazamaji wetu kwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Leo katika habari zetu ambazo tulizungumzia kuhusu drone ya M23 ambayo iliweza kuangushwa hiyo siku ya Mungu pale maeneo ya Kakengi katika tarafa la Fizi, wakati drone hiyo ya waasi wa M23 ililenga kabisa kushambulia kambi ya kijeshi ya FRDC, lakini ndege hiyo iliweza kugunduliwa na tayari kabisa habari tulizozipata mwanajeshi mmoja wa M23 aliweza kukamatwa mateka. Pia tuliweza kuzungumzia kuhusu hoja ya kumtoa gavana wa jimbo la Sud Kivu Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi, ambaye tayari ameitishwa pale Kinshasa na makamu wake pamoja na president wa assembly. Hapa hoja kabisa kuitishwa pale maeneo ya Kinshasa mpaka sasa haijakamilika na kujulikana ni kwa nini waliweza kuitishwa kwa haraka, wakati tariki 28 mwezi wa 4 mwaka 2026 wangeweza kusikilizwa mbele ya bunge ambapo gavana wa jimbo la Sud Kivu angekwenda kujieleza. Nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako kabisa, kwa kuwa umeweza kufuatilia kile ambacho tulichokuandalia. Mimi na wewe kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwaherini. Thank you.